timu yako kwa leo? Naweza kusema 50-50 kwa sababu kuna vitu ambavyo nilitamani vitokee havikutokea, lakini kwa asilimia fulani wamejitahidi kufanya, ingawa pia nafahamu sababu ni nini, kwa sababu tunajaribu kuiunganisha timu yetu kwa haraka. Kama ambavyo umeona, tumefanya mazoezi kipindi kimoja jana peke yake. Kuna wachezaji wamefika hapa late, kwa mfano hapa ameingia alfajiri ya leo. Kwa hiyo kwa vile ambavyo wamefanya na vile ambavyo tunajiandaa, niseme kwamba nawapongeza, wafanya kitu kizuri. Kocha, inaonekana kipindi cha kwanza hamkuanza vizuri, mmeanza kwa tempa ya chini, lakini kadri mchezo ulivyokuwa unazidi kwenda, hasa kipindi cha pili, mlionekana kuutawala sana mchezo. Nini siri ambayo ipo hapo? Kipindi cha kwanza ilikuwa ni plan yetu kucheza vile, tumiliki mpira, tujaribu kutengeneza nafasi kulingana na aina yetu ya kucheza. Lakini kipindi cha pili, wakati mwingine game inakuja yenyewe automatic temper, sawa. Kwa hiyo wachezaji wetu walipanda temper kulingana na opponent ambao walikuwa wanacheza. Lakini kubwa ni kwamba niseme kwamba tumeweza kuhimili mashambulizi ya timu opponent na mwisho wa siku tumepata matokeo mazuri. Ni ugumu kiasi gani kukabili huu mchezo pamoja na maandalizi mengine ya mchezo unaofuata, kwa sababu michezo hii inaonekana ipo karibu kulingana na kalenda ya FIFA? Hatuna kufanya zaidi ya kujiandaa. Kikubwa ni kwanza kabisa kupata recovery haraka kwa wachezaji kimwili na kiakili. Then naamini kabisa kwamba tutapata siku kesho ya kusahisha makosa yetu, na then kesho kutwa tutapata kipindi kingine kwa ajili ya kuset za plan halisi za mchezo unaokuja. Tulikuwa hatuwafahamu kwa muda mrefu, tulianza nao, tumeweza kuwaona ambapo wanacheza, lakini naamini na wao pia wametuona. Kwa hiyo namna gani tubadilishe baadhi ya vitu ambavyo watakuwa wameviona hapa leo kwa ajili ya mechi inayofuata. Game plan ya mchezo wa leo, unahisi kwa wewe kama kocha ulipoipanga ndivyo ilivyoenda au kuna mistakes ambazo zimetokea? Imeenda sawa, lakini mpira wa miguu hata siku moja, hata tushinde goli 5, makosa ni lazima yatokee, mapungufu lazima yatokee, sababu wote ni binadamu na hawaendi pale wakiwa wameshika script. Wanacheza kutokana na akili zao ya kwao kuchanganya na mwalimu pamoja na plani ya timu wafanye vizuri. Kwa wakati mwingine kuna kusahau, kuna kupitiwa, lakini yote kwa yote ni kwamba kwa asilimia kubwa wamefanya vizuri. Kocha Clara Luvanga tumemwona yupo nchini hapa, lakini leo hatujamuona kwenye kikosi. Labda pengine kuna changamoto za kiufundi ambazo ziko hapo nyuma. Issue ya Clara ni issue ya wachezaji wengi sana ambao sikuwaita kwenye kikosi, kwa sababu tu nimetaka kujaribu baadhi ya wachezaji kama ambavyo umeona leo wameanza kucheza Veronica Mapunda, baadaye umeona tumeintroduce midfielder Charles, baadaye amekuja Mary Siame. Hawa ni wachezaji chipukizi, so unapoita wachezaji wale wakubwa kwa maana ya uzoefu hawatopata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo nimefanya hivi kwa makusudi, kwa maana kwanza tupate nafasi ya kuona hao wengine, alafu then tunajua uwezo wa Clara, najua nini anaanza kufanya later, atakuja kwenye timu.